بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبيه ومصطفاه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. Ndugu zangu ambao mnatufuatilia na kutuangalia kupitia media tofauti, bora maamkizi ni maamkizi ya Kiislamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tunaizungumza hii katika mwezi mtukufu wa Ramadhan kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yeye mwenyewe kwanza alijaribu kuutambulisha mwezi wa Ramadhani kwa alama zingine aliposema shahru Ramadan alladhi unzila fihi alquran. Kwa maana hiyo, katika moja ya sifa za mwezi mtukufu wa Ramadhan ni kuambatana kwake na Qur'an au kuambatana kwake na kushushwa Qur'an. Aliposema wasallam alquranu wassiyamu yashfa'ani lil'abd, kwamba Qur'ani na funga ni vitu viwili ambavyo vitamuokoa mja siku ya Kiyama. Kwa maana ndani ya saumu yako ili iende vizuri, basi iwe imesindikizwa na usomaji wa Qur'an. Lakini pia Mtume sallallahu alaihi wasallam pamoja na kusema alituonyesha kwa vitendo. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akisoma Qur'an, lakini katika mwezi wa Ramadhani alikuwa ni mtu mkarimu sana, ni mtu ambaye ni mtoaji sana. Anaelezea Bi Aisha radhiyallahu anha kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallama kana ajwada nnas, alikuwa ni mtu mwingi sana ya judi na ukarimu. Lakini huu ukarimu ambao alikuwa akiufanya muda wote, lakini akasema wa kana ajwada ma ya Ramadhan. Sunna hii ndiyo ambayo leo hii tunataka tuihuishe kwa watu, kwa maana Qur'ani badala ya watu mchana kuja katika misikiti na kukaa kimya au kupumzika kwa kulala, basi waweze kuitumia sunna hii ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallama na Jibrili walituonyesha walikuwa wakifundishana Qur'ani mwezi mtukufu wa Ramadhani. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallama anasifiwa na Aisha akisema walikuwa wakifundishana hiyo Qur'ani. Pamoja na hivyo, Mtume sallallahu alaihi wasallama alikuwa ni mtu bora na mtu mwema kuliko hata upepo wa kimbunga jinsi unavyosambaa na khairi zake. Kwa ndugu zangu, katika haya tunayokumbushana ya ndio mwezi wenyewe wa Qur'ani, lakini Qur'ani ina baraka yake kama alivyotanguliza kusema mwenyekiti. Lakini pia Mtume sallallahu alaihi wasallam ametufundisha. Si hivyo tu, Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuonyesha katika moja ya bidhaa bora na tijara iliyokuwa bora ni kuisoma hii Qur'ani. Si kwa maana mwezi tu mtukufu wa Ramadhani, bali mwezi mtukufu wa Ramadhani innal ladhina yatluna kitaba Allah wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya yarjuna tijaratan lan tabur. Hawa wanaoweza kusoma Qur'ani huku wanasali, wanatoa zaka zao, wakifanya ihsani mbalimbali, lakini ya biashara ambayo haitokuwa na mapungufu, haitokuwa na wakadhalika al-Imam Shafi'i rahimahullah. Pia Imam Shafi'i imethibiti kwake pia naye alikuwa anafanya khatma 60 katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Al-Imam Malik, Imamu Darul Hijra, yeye wanasema kwamba ilikuwa ikifika mwezi mtukufu wa Ramadhani taraka al-futya wa tadris, huwa anaacha mambo mengine yote, anasoma Qur'ani tukufu. Wa kana yaktimuhu fi 3, siku 3 alikuwa anamaliza, na wakati mwingine anasema fi 7, katika siku 7. Hawa ni maimamu ambao sisi leo ndio ambao tunawafuata, ndio viigizo vyetu ambao wametuletea kupitia kwa masahaba, kupitia kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sisi je, tunaiga kitu gani kutoka kwao? Al-Imamu Zuhri, Al-Imamu al-Bukhari, maulama wakubwa walikuwa wanasema ukifika mwezi wa Ramadhani, wanasema
Mwezi wa Ramadhani shahru tilawati alqur'ani wa it'ami at'am, ilikuwa ni mwezi wa kusoma Qur'ani na kuwalisha watu chakula, kwa maana ya kuwafuturisha. Kwa hiyo ndugu zangu, kuna mengi sana ambayo tunatakiwa tuyaige, tuyafanyie kazi, tukae katika vikazi vyetu tukiwa tunasema kwamba tunaweka ratiba zetu khatamati, na hili haliwezi kufika bila kujiwekea malengo. Hawa waliokuwa wanasema leo wanamaliza 60 khatama 30 khatama, walijiwekea malengo ya kila siku. Hebu wewe na pirika zako jiwekee malengo yako ndani ya mwezi wangu mtukufu wa Ramadhani. Checklist yangu nimeiandaa, kila siku nitasoma juzu moja ala al-aqal, lakini majalis al-Qur'ani zipewe kipaumbele, watu waweze kufundishana, watu waweze ili tuweze kufikia atau angalau ya wale ambao wametutangulia katika salafu salih. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala thibitishe na tuwezeshe hizi nia zetu, tuweze kuamsha ari za watu, ili mwakani na mwaka huu na mwaka ujayo tukiingia katika misikiti, basi tuwe tunakuta hizi zinafanyika khatamati, na tutakuwa tumeanzisha sunna iliyokuwa nzuri, watu wakaweza kuifuata.